naimba tu. Haikuwa jambo rahisi kwa mitume ile wakati. Ilikuwa jambo ngumu sana. Yesu anakwenda na ile wakati balianza kutafutwa, tutawapata wapi? Ili tuwamalize wale wote. Ili kizazi chote tukimalize. Ndio sababu waliingia ndani ya nyumba wakakaa pamoja wakajificha huko. Neno ambako napenda nizungumuze asubuhi ya leo. Hatuko kule kote kwa mambo ya Pentecoste, sababu kila mtu ashakujua maana ya Pentecoste. Neno ninapenda tuzungumzie leo ni kuwa pamoja kwa umoja. Pamoja. Balikuwa na moyo mmoja. Tena pahali pamoja. Hawakutawanyika wakati Kristo alienda mbinguni. Walijikusanya wote wakaenda kukaa pahali pamoja na wote walikuwa na moyo mmoja. Ndio maana sisi tuko hapa leo. Sema amen. Pentecoste ilikuwa na watu walikuwa kwa Pentecoste walikuwa. Makohani walikuwa, wazee wote walikuwa. Bali tume bali wengine wote walikuwa na baba wakufuata wote walikuwa kule. Bali wote walikuwa kule tena. Lakini hawakujazwa roho. Hii roho ilikuja kutulia kwa wale watu waliokuwa na moyo mmoja pahali pamoja. Sema amen. Amen. Leo hata ndani ya nyumba mwikale tu kwa nyumba yako na bibi yako na watoto wako. Mwe wote mkue mkitu hiki kimoja. Hapa Marekani, wewe na bibi yako na watoto wako mtafanya kitu cha maajabu ndani ya familia yenu. Mtajenga Afrika, mtanunua manyumba hapa. Mtanunua kila kitu kinyume unapenda kukinunua hapa Marekani. Kwa hiyo ndio watu wanapataka para hela. Sababu ya nini? Mnakaa pamoja kwa umoja. Lakini mko mnyumba, bibi na yake mpango, bwana na yake mpango. Hata mpate $100 per hela, hamtafanya kitu. Sema amen. Amen. Hakuna kitu mtafanya. Mtakuwa mnahesabia franka kwa tunapataka hili 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni. Ziko nakwenda wapi? Hakuna. Sababu ya nini? Hamko umoja. Kila mtu anafikiri yake. Kila mtu anafikiri yake. Mungu aliwakusanya wa mitume na wanafunzi wake akaweka pamoja. Na wote wakakuwa na moyo mmoja. Na walikuwa pahali pamoja. Lakini hao mitume wangefanya kisha Yesu kupanda juu na kila mmoja anasema bwana, mwenye kwa tuchunga alishaenda. Kila mtu kwa wake. Huyu anaenda huku, huyu anaenda huku. Hiyo roho isinga rafiki. Sema amen. Amen. Umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Kuwa pamoja kwa umoja kunafanya kazi ya Mungu. Tusikue pamoja kwa unafiki, tunaharibu kazi ya Mungu. Mara kwa mara watu wanasema kama Pentecoste, kuomba Mungu, kusema kwa lugha ndio Pentecoste. No. Yote ni bure. Kusema kwa lugha, kuomba Mungu, kutabiri, havifanya kitu. Kitu cha kwanza ni kuwa pamoja kwa umoja. Amen. Ndio lazima. Sababu Mungu wetu ni Mungu wa upendo, si Mungu wa ubaguzi. Je, roho atakapokaa nafasi ilikuwa ubaguzi? Fasi gani roho atakia kushuka palipo matengano? Hakuna. Leo tunataka kuangalia hapa tangia la mitume kuanza kanisa la Pentecoste. Kanisa hizo kama community ngapi ya Pentecoste? Inakuwa ngapi?
nini? Tunasema Roho alisema. Roho alisema, sio kila roho anasema. Machafuko. Ndio sababu nakia ukuta leo makanisa ya Pentekoste inakuwa hii hapa. Utaka neno pakate Pentekoste. Kwa nini kama Mungu Pentekoste hamuikale pamoja? Amen. Na mitume walikuwa pamoja. Sasa hii Pentekoste ya leo ya kila mtu na nafasi yake, kila kanisa nafasi yake, kila kanisa sisi ni wa fulani, sisi ndio wa fulani, sisi ndio wa hivi. Pentekoste gani hili nasema ndani ya Biblia? Mbona tunaenda kinyume na maandiko? Pentekoste ni kuwa pamoja. Kama tunapokaa pamoja hivi, tutafanya kitu cha lazima. Na Roho wa Mungu atakuwa pamoja nasi. Amen. Roho ya Mungu atakuwa pamoja nasi. Leo ndani ya kanisa mimi sitafundisha Pentecost. Sitafanya chochote. Ninataka tu kusifu ama kushukuru hili kanisa letu. Amen. Amen. Some kwanza kitabu cha Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 13. Mwingine kamata Yohana sura 14 mstari wa 17. Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 13. Na mwingine anaweza kamata Yohana wa Injili 14:17. Tunasoma Yohana wa kwanza 4:13 inasema, katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Amen. Tunasoma Yohana Injili 14:17 inasema hivi. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa ndani yenu, naye yumo ndani yenu. Amen. Sema amen. Amen. Yesu wakati alikuja hapa dunia, watu hawakumjua. Wote walimchafua, walimdharau. Hawakumwona kuwa mtu wa lazima. Hata nyumba yake yenyewe unalizaliwa, hawakumwamini Yesu. Hawakumwamini Yesu. Yesu alichokubaliwa na watu wadogo sana. Ndio walichokumwamini. Wadogo sana. Ndio sababu aliambatana na wavuvi. Wanyawa kusoma. Kaambatana wale watu. Kwa sababu wale ndio walimsikia. Usizani kama uko hapa Mungu hakujue. Mungu anakujua. Kama unamwamini, Mungu anakujua. Sema amen. Amen. Usiangalie sema mpaka na mimi niwe na cheo fulani, mimi niwe na ujuzi fulani ndio Mungu ananijua. Hapana, Mungu angalie hiyo. Mungu angeangalia wajuzi, angeangalia wasomi, angeangalia watajiri, Yesu asingeambatana wa Petro. Sema amen. Amen. Si wafalme walikuwa. Watajiri si walikuwa. Kulikuwa wengine walikuwa na maisha mzuri sana mwile wakati Yesu alizaliwa. Lakini Yesu hakwenda kwa milango yao. Hakuambatana nao kwa sababu hawakumjua. Yesu alienda pale kwenye wanamjua. Na Roho anatembea pa nafasi pa kutulia. Sema amen. Amen. Kama unikutulia ndani yako, utapokea Roho Mtakatifu na atafanya kazi pamoja na wewe. Nisome Waroma tena. Tenda. Waroma 8 tenda.
Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Amen. Amen. Wewe kama Yesu hana ndani yako, Roho ya Mungu itakuwa kufanya nini? Itakuwa kufanya nini? Pokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako ndani mwako, na Roho ya Mungu atatoka ndani yako. Kama Yesu hana ndani yako, hata Roho hataingia ndani yako. Atajitenga na wewe. Wanafunzi wa Yesu walikuwa servant, ndio walikuwa ndani ya ile nyumba, na wale 112 walijifunga kitu kimoja, lakini hesabu inasema 112, lakini wote ndani mbele ya Mungu walionekana ilikuwa ni kitu kimoja tu. Sema amen. Ndio sababu walipata ile nguvu za Mungu. Na ukifuata mambo ya Petro, wakati walipojazwa Roho, walitoka nje wakaanza kunena kwa lugha. Kila mtu alisikia kwa lugha yake. Kila mtu alisikia kwa lugha yake. Ili ilikuwa ni muujiza. Sema amen. Mungu alipenda aonyeshe kwa Petro kama ile woga ilikuwa ndani yao itoke. Basimame na ujasiri. Bajue kama Mungu eko pamoja nao. Sema amen. Amen. Nakumbuka siku yenyewe tulijaribu kuanza hii kanisa. Hiyo siku tulikutana ya kwanza ilikuwa vitu vingine kabisa. Unaona watu wanafika, unadhani kama tulipigwa na mvula ya mawe. Wenye kulowana, kila mtu kabisa unaangalia sura na kunjama. Tunakosa vile, sijui tulipigwa na mvula gani, sijui tulipata habari gani. Swali ilikuwa tutafanya nini? Wewe mwenyewe sasa hapa tuko hivi, tutaenda wapi? Kwa kujiangalia ndani ya posho, hatuna hata hatutoka hata na kakoko hivi, hatukutoka kanako. Kakoko tu kupia tu, poko hatakuwa nayo. Tutafanya nini? Ile maswali tulikamata muda ya wiki 3, tulikuwa tunapata jibu. Sema amen. Tuko tunakuya, tutafanya namna gani? Tunaenda huko, tutaenda wapi? Sasa tutaanzia wapi? Na defect yetu tulikuwa sisi wote na moyo mmoja, kwa pamoja Mungu anafanya muujiza. Sema amen. Sababu tulimtegemea wa mbinguni. Amen. Tulisema tuko na Yesu mzima, atatenda kazi ndani yetu. Amen. Amen. Wakati wa mitume walipotoka nje, wakaanza kuhubiri bila mashaka, bila woga. Na sisi tulianza kufanya kazi hapa, hatuna hata na dokima moja. Wala jina ya kanisa hatuna nayo. Sema amen. Amen. Hatuna nayo. Tukaanza kanisa tu muvide, ikaanza. Ngoma tulikuwa nayo, ngoma yetu ilikuwa ni mikono tu. Mungu alitupatia vinywa, tukaanza hivi. Madokima yale kuonekana nyuma. Jina la kanisa likaanza kupatikana nyuma. Amen. Amen. Kama nilisema leo nitashukuru tu. Kwa sababu nakumbuka jinsi vile tulianza na jinsi leo tunakuwa mwili ndio tunakuwa hapo. Ni jambo la kushukuru Mungu. Sema amen. Kweli kabisa, tungekuwa watu
hatungekuwa pamoja siku hiyo, na kama leo hatungekuwa hapa. Hatungekuwa na moyo mmoja na kukaa pamoja kama hii jengo hatungelipata. Sema amen. Amen. Ndugu mpendwa, kitu tunapaswa kujua, tumtegemee Mungu. Mungu anafanya miujiza kwa maisha ya mwanadamu kama unamtegemea yeye. Ukamwomba kwa mashaka na atakujibu kwa mashaka. Lakini ukimwomba kwa roho moja atakujibia. Wengine tuko haraka kwa kungoja majibu kwa Yesu. Asema Yesu anakawa. Yesu hakawie. Yesu anajibu. Amen. Haraka yako ndio inafanyisa yeye akawie. Lakini unapovumilia atakujibia sawa sawa na majibu na ombi lako. Sema amen. Amen. Na mimi naambiaka kama nilikuwa mtu akwenda Ulaya depuis 1983. 83 ndio maana ngo Ulaya ilianzaka. Ana 1983 tungana na Mobutu. Ndio mimi nilianza ndio mambo yangu ya Ulaya ilianza kuingia masikio yangu. Nasikia. Mwe wote hamazaliwa. Mwe wote hapa hamazaliwa. Sijaoa, sijakuwa hata muna gani tu mtoto tu na mimi mdogo tu hivi. Mambo ya Ulaya kama. Utakwenda Alemania. Kila kitu wazungu wakaniandaa, utakwenda Alemania. Pakaanza kunichunga sawa vile mtoto wa sabibi wao. Niliishi nao muda wa miaka yote nilikuwa nao. Kenza niko nao. Miaka 15 ninaishi na wazungu. Bana nitarajia tutakwenda Ulaya. Mimi kufika wakati ya kwenda, shetani anajitukuza. Mpo. Kumbe ilikuwa misio ya Mungu, ilikuwa ni misio ya shetani. Sema amen. Amen. Shetani naiko na misio yake. Na Mungu naiko na misio yake. Akaniingiza mkipindi kingine, kile hakikuwa karibu, kile sikutarajia katika maisha yangu kama naweza kuingia mwili kipindi. Lakini kwa kuwa Mungu alipenda ikuwe hivi, niko leo Marekani. Amen. Amen. Niko leo Marekani. Mungu hakawi. Mungu eko karibu kwa kujibia, lakini mashaka ndio yanatufanya tuwe mbali na Mungu. Kuna makanisa ingine kweli tunapokea Roho Mtakatifu na anatusaidia na anatuongoza. Lakini tujihadhari, roho zote ni za kweli. Roho zote ni kusema kweli, Bwana zote ni za Mungu kweli. Mungu anaweza akatutumia maroho, alitutumia roho. Sasa sisi wenyewe ni kupokea roho. Tunazipokea namna gani? Nisomea Waroma sura 11. Na mwingine atasoma Isaya sura 29. Waroma sura 11 mstari wa 8 na Isaya 29. Endelea. Soma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha tusome Waroma 11 mstari wake Wa 8. wa 8 inasema, kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione, na masikio hata wasisikie, hata siku hii ya leo. Amen. Amen. Hata siku ya leo watu kwani kupewa roho ya usingizi, hata kusikia hawasikie. Unielezee, mko mwenye kanisa liko roho ya usingizi, neno kanita kuwa mule, faraja kanita kuwa humo, kama si matengano. Amen. Amen. Ndio Roho Mtakatifu. Wengine walipata wa usingizi, si usingizi wa kufunga macho, ni usingizi wa kutokujua maneno ya Mungu. Sema amen. Wakati wanapokuwa
kuambia tu shida mkanisa wewe ya. Mimi kanisa kweli hata. Mama nikali tu kunyumba. Nikali tu kunyumba sinjoro usingizi ule. Nikala kule kunyumba leo utapata kwa kitu gani? Yesu anataka kutembea kule kunyumba. Atakuwa pamoja na wenzako. Mapetro wa mitume wote walikuwa wote pamoja, hawakutawanyika. Hata magumu iwe namna gani, hawakutawanyika. Sema amen. Amen. Ndio sababu roho ya Mungu alikuwa kukaa pamoja nao. Problemu mkanisa, ulisikia watu fulani wanafanya hivi na wewe nako unaisha kwa sababu hiyo kanisa yao nikisema nikalaka tu hivi. Mapentekoste wanapenda food. Mapentekoste wanapenda food. Wewe na wewe uko mmoja kuleta fujo. Amen. Sema amen. Amen. Na wewe uko mmoja kuleta fujo Mapentekoste. Sababu unajitenga nao. Ukakuwa pamoja nao, utawashauri na utawafundisha. Amen. Utawafundisha. Bataona mfano kwako. Amen. Amen. Sasa sisi jina la kanisa letu ni kanisa la kwanza la Wapentekoste. Sema amen. Si ndio kanisa la kwanza la Wapentekoste? Si ndio hiyo? Kanisa la kwanza la Wapentekoste ndio kanisa letu sisi. Kwa nini tulikuwa kupata hiyo jina? Tunakuwa kubatizwa na hiyo jina. Kwa nini? Kwa nini? Shuka na Matendo ule 2:40 mpaka 47 inatosha. Ule Matendo Matendo 2:40 nasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote pamoja. Na kuwa na vitu vyote shirika. Wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akazidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Amen. Amen. Baki kuuliza ile kanisa yenu ni kanisa gani? Waambie sana sisi ndio bali ndio ba kanisa ya kwanza ya mitume. Na balikuwa je? Wanapapa tu andiko. Balikuwa je? Eski tuko je? Amen. Amen. Tuko je? Umoja. Tena pamoja. Kwa ushirika. Na mali yetu kwa nini? Ushirika. Kama vile nilivyoniambia kusema kama mkiwa pamoja kwa umoja vitu vyote vitakuwa sawa. Amen. Lakini kama tuko kila mtu na mali yake kwa nyumba yake, kila mtu wakati kunapokuwa shida ndani ya kanisa, wao wanasema mimi ile shida siijui. Ujue kama hii kanisa isingaliweza kujengwa. Sema amen. Amen. Kama kanisa hii imefika kujengwa ni kwa sababu tuko umoja kwa pamoja. Tuko ushirika na mali yetu yote. Sema amen. Amen. Kwanza kisha hii miaka 2 ilikuwa ama hata hii mwaka ilikuwa. Tutaanza kaula watu. Kamwambia Bezo uende Texas, wewe ufundishe Pentecost. Amen. Kisha uende Kentucky, kufundisha Pentecost. No, wewe hapa Dimoya hapa. Wewe waambie Pentecost ni nini? Tumeingia
hawajui Pentekoste ni nini. Wengine wanaona Pentekoste ni kusema kwa lugha. Maombi ni kusema kwa lugha. Ndio Pentekoste. Sio hivyo. Pentekoste kitu cha kwanza ni kuwa kwanza pamoja. Kwa umoja. Na roho ya Mungu atakia kutulia pale. Hata ukisoma Mwanzo kule kabla Mungu ayaanza kazi yake. Roho ya Mungu alishuka, alitulia juu ya maji. Yenye ilikuwa ni kutulia. Ndio roho ya Mungu alikia kashuka pale. Lakini kama peko machafuko, peko kikabila, peko unafiki, na roho ya Mungu hayafanye kazi ya unafiki. Hayafanye kazi ya kikabila. Sawa, sasa tunasema kwa lugha. Roho ya Mungu anakuja mahali penye kutulia na analeta amani. Na kazi ya Mungu inafanya nini? Inaendelea. Amen. Kanisa kama haina umoja, upendo sio ndani yao. Na kama hawana na upendo, Mungu haiko ndani yao. Sema amen. Mkishakuwa pamoja, mtakuwa na upendo. Mtahurumiana. Mtachukuliana mizigo. Huyu bwana iko na hii magumu, hawezi kuimaliza yeye peke yake. Tumunge mkono. Njoo kanisa. Sema amen. Amen. Kanisa usipende wewe peke ndio usaidiwe. Hiyo sio kanisa. Penda kusaidia. Njoo kanisa. Usipende kusaidiwa. Hapana. Penda kusaidia. Hiyo ndio kanisa. Na siku na wewe utapungukiwa, watakusaidia. Na kanisa inasukumana, inaenda mbele. Pentecost yetu sisi ni kuwa pamoja, kwa pamoja. Mali yetu kuwa nini? Ushirika. Ili tujenge nini? Kanisa la Mungu. Na wengine wakati watakapoona hayo watajiuliza, hawa watu wiko na Mungu gani? Wale wadogo sana. Tulikuwa na ibada hapa leo hapa. Watu walikuwa na shambali walijiuliza. Batembea huko. Ni mboga hii inafikisha mwe na kitu kama hiki. Kaambia kuwa pamoja. Sisi sote. Njoo ndivyo hii tunapata. Sema amen. Amen. Wewe unaweza kujiona kama unapungukiwa, lakini Mungu hakupungukia bado. Mungu yuko ndani yako. Na atakupatia nguvu na ujasiri. Na hiyo ndio Pentecost yetu. Amen. Amen. Acha Mungu awabariki.